Bila shaka, hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Leo tutaanza na kitabu cha Haramu. Upo nami Uncle Bello. Mtoto alikuwa amekaa hospitali kwa zaidi ya miezi mitatu. Alikuwa amepona kabisa michubuko na majeraha mengine aliyoyapata kwenye ajali. Alikuwa na afya njema kabisa. Madaktari walikuwa wamempima damu yake. Ilikuwa ni sera ile hospitali kuwapima damu wagonjwa wote wanaolazwa kwa zaidi ya wiki moja. Hakuwa na virusi vya ukimwi. Nesi wa zamu alimtazama tena yule mtoto kwa mshangao. Alikuwa mtoto mzuri sana wa kike. Mwili wake wenye ngozi ya maji ya kunde ulikuwa umeanza kukunjama kwa unene wa afya njema. Kinywani meno yake machache yalionyesha mwanya mzuri wa kuvutia. Kwa hakika alikuwa mtoto mzuri ambaye alimvutia kila mtu kumbeba. Mtoto alitabasamu alipomwona nesi akimtizama. Sura yake ilionyesha uchangamfu wa asili ndani yake. Alikuwa mcheshi, mwili wake ulikuwa na nguvu na alitaka kuzitumia. Alitamani apate mtu wa kucheza naye. Hakutaka upweke ambao kwa bahati mbaya sana alijikuta nao. Lakini hicho sicho kilichomtatiza yule nesi. Hapana, kilichomsumbua ni ukimya uliotanda baada ya ajali. Mtoto alikuwa ameletwa hospitali na msamaria mwema aliyesema amemwokota kwenye ajali ya barabarani huko machinjioni. Msamaria mwenyewe pamoja na kumleta hospitali hakutaka kujitambulisha zaidi. Alisema bila shaka wazazi wake au ndugu zake wengine wangejitokeza kumtafuta. Hata hivyo, hakuna hata mtu mmoja aliyejitokeza kuuliza mtoto wala habari zake. Hospitali ilikuwa imetoa matangazo mengi na mara nyingi kuhusu kuwepo kwa yule mtoto. Matangazo yaliambatana na picha. Ilitangazwa kuwa mzazi au mtu yoyote aliyepotelewa na mtoto wa kike mwenye umri wakati wa 1.5 na miaka 2 afika hospitalini au ende kituo chochote cha polisi. Siku zilipita. Hakuna mtu yoyote aliyejitokeza. Yule mtoto aliendelea kukaa hospitali, na ingawa manesi na watumishi wengine wa hospitali walijitahidi kumhudumia kwa uwezo wao wote, mtoto alionekana mpweke. Mtoto alihitaji familia. Wazazi wako au ndugu zako wako wapi? Yule nesi kama vile anatarajia kupatiwa jibu. Mtoto naye alitabasamu. Alionekana kama aliyeelewa swali aliloulizwa na yule nesi. Macho yake aling'ara alipomtazama nesi. Yalikuwa macho ya soni. Uso wake wa upole ulionyesha huruma na simanzi iliyomo moyoni mwake. Alitabasamu mithili ya mtu ajuaye jibu. Jibu la kusikitisha lenye maelezo marefu ashindwalo kulitoa. Nesi naye alitabasamu, akamtazama kwa udadisi na upole. Je, kama hakuna mtu aliyejitokeza kukuuliza mtoto mzuri, itakuwaje? Nesi alimuuliza kimya kimya, akimshika shavu kwa upendo. Endelea kusikiliza Haramu. Historia tupu. Naamini kuna watu wazaliwao duniani kupata matatizo na kuishi kwa mikosi, shida na balaa. Naamini mimi ni mmoja wa watu hao. Utajua kwa nini naamini hivyo. Jina langu ni Bahati. Kwa kawaida jina hili humaanisha neema, jambo jema, matokeo mazuri na kadhalika. Bahati huwezi kuwa nzuri au mbaya. Ikiwa mbaya humaanisha jaa, laana, kitu kibaya. Bila shaka nilipopewa hili jina lilimaanishwa kwenye hii maana ya pili, kwamba ilikuwa balaa. Kwa kuangalia tu maisha yangu utajua kwa urahisi kabisa kuwa mimi ni laana tupu, wala sina chochote cha kunipeleka kwenye bahati nzuri. Si ajabu basi kwa watu kuniita mimi laana. Nilikuwa nachukia kuitwa hivyo, lakini sasa nakubali. Sio kwamba nakubali kuitwa hivyo kwa kuwa nimezoea kuitwa hivyo. La, nakubali kwa vile nakubaliana na maana yao ya kuniita laana.
nikikueleza mlolongo wa masaibu yangu kwa miaka yangu 18 duniani, bila shaka nawe utakubaliana nami. Mimi ni mtoto pekee wa Clementina, ndilo jina la mama yangu. Usiniulize jina la baba. Jibu langu ni rahisi ingawa gumu. Sijui. Mama yangu anaitwa Clementina Mtimbwa, nami naitwa Bahati Mtimbwa. Nilichukua jina la ubini wa mama yangu. Sio lazima wote sisi tuitwe kwa ubini wa baba zetu. Hali yangu ni tofauti, ingawa sio ya ajabu sana. Naita hali yangu tofauti kwa sababu moja: sina baba, au niseme simfahamu baba yangu. Lakini kuna watu wengi ambao hawana baba kama mimi. Wengine baba zao walifariki kabla hawajazaliwa au kupata fahamu za kuwatambua. Wengine baba zao hawaishi nao. Kwangu mimi hali sio hivyo. Ni kwamba baba yangu simfahamu kabisa, wala sikuwahi kusikia chochote juu yake. Ni kitu kinachouma sana kutomfahamu kabisa mzazi wako. Amini ni kuelezacho. Endelea kusikiliza Haramu. Mama siku zote alikuwa mkali nianzapo kuuliza habari za baba yangu. Wakati fulani nilikuwa nalalamika, kwa nini tupate shida wakati baba yangu yuko mahali fulani? Kwa nini tusiwe wote kwenye haya matatizo? Ningeanza kuuliza mlolongo wa maswali. Mama, baba yuko wapi? Alikufa? Alihama na kwenda mbali sana? Picha yake iko wapi? Baba yangu anafananaje? Yukoje? Mrefu? Mfupi? Mnene? Mwembamba? Mweusi au mweupe? Aliondoka lini? Kama alikufa, alikufa lini? Alizikwa wapi? Maswali yaliendelea na kuendelea. Mama wala hakujisumbua kujaribu kuyajibu. Alikuwa akinitazama tu au kuendelea kufanya shughuli zake. Alipoona maswali yanazidi na kuwa kero, alitoa jibu moja tu la ukali: sitaki kusumbuliwa na maswali yasiyo na maana. Kama unataka kula maswali, usije baadaye kuomba ugali. Siku zote alifoka kwa ukali. Lilikuwa jibu ambalo siku zote lilinyamazisha maswali na madukuduku niliyokuwa nayo. Kama maswali yaliokuwa anayauliza yalikuwa yanamzuia kufanya kazi, basi bora nimwache afanye kazi. Nikipata muda mzuri nitamuuliza tena. Nilijipa moyo, iko siku ningejua ukweli. Lakini niliendelea kujiuliza mwenyewe maswali juu ya maswali. Inawezekana kweli nilikuwa nimezaliwa duniani kwa muujiza? Ingekuwa hivyo, kwa vyovyote ningekuwa na uwezo wa aina fulani usio wa kawaida. Ningekuwa mtoto mwenye baraka. Bila shaka ningekuwa na uwezo wa kufanya miujiza pia. Nimeshasikia hadithi za watu waliozaliwa na mama zao kwa njia ya miujiza. Wao walikuwa ni watu wa miujiza pia, watu wateule. Lakini hakuna mtu hata mmoja atakaibisha kuwa mimi ni matatizo matupu. Sikuwa na hata uwezo kidogo wa kufanya aina yoyote ya miujiza. Hakuna cha uteule wala nini. Sana sana nilikuwa balaa na laana tu. Ni vigumu kukubali, lakini nafikiri kuna ukweli ndani yake. Watu wote waliniita mkosi, balaa na haramu. Wengine wamekuwa wakiwakataza watoto wao kucheza nami. Hii yote ni kwa mkosi nilionao. Nilielezwa kuwa ukizaliwa na laana, basi utaendelea kuishi nayo milele. Japo inauma, lakini labda nayo hii laana. Bila shaka hawa watu wote ambao wamekuwa wakiniita hivi hawakosei. Nakubali kuwa nimelaaniwa milele. Hakuna mtu ajuaye nilikotokea. Nadhani hata mama hajui pia. Nilijaribu kwa kadri ya uwezo wangu kumtafuta baba yangu bila mafanikio. Jitihada zangu ziliishia kugonga ukuta. Mtu pekee ambaye niliweza kumuuliza ni mama, ambaye siku zote alionekana kutojali. Nilifikiria niende wapi na kwa nani kuuliza habari za baba yangu. Mtu ambaye angeweza kuwa anafahamu historia yetu. Ni nani angeweza kuwa anatufahamu? Kama ningekuwa na familia au ukoo. Ndo familia. Kama ningekuwa na familia au bora zaidi ukoo, nisingepata shida zote hizi.
Wanasema ukoo unajumuisha wazazi wa wazazi, kaka, dada, watoto, wajomba, shangazi, baba wadogo au wakubwa, binamu, wapwa na wengine wengi. Kama ni hivyo, mimi sina ukoo wala familia, au niseme nina familia ndogo sana. Kwangu mimi sio tu suala la baba, bali hata babu, wajomba, mama au baba wadogo au wakubwa, binamu na wengineo wengi. Familia yetu ilikuwa ni mimi na mama pekee yetu. Ilikuwa kama vile sisi ndio tuliokuwa wa kwanza duniani, na tulikuwa na safari ndefu mbele yetu ya kuanzisha ukoo. Tangu nianze kupata fahamu na kukumbuka mambo, sikuwahi kumsikia mama akizungumzia ndugu zake, wala sikuwahi kumsikia akisafiri kwenda kuonana na ndugu zake. Hakuna hata mara moja ambapo tuliwahi kumkaribisha mtu kwetu akiwa ni ndugu alikuja kumtembelea. Sisi tulikuwa sisi tu, hatuna mwingine. Lakini hii iliwezekana aje? Kweli hatukuwa na ndugu hata mmoja? Yeye mama alitoka wapi? Wazazi wake wako wapi? Hao wazazi wake hawakuwa na ndugu? Kama wapo wapi? Kama mama hataki kunieleza kuhusu baba na ndugu zake wa upande wa kuumeni, kwa nini basi asinieleze kuhusu ndugu zake yeye? Hata kama mama naye hana baba kama mimi, kwa vyovyote atakuwa na mama ambaye kwangu atakuwa bibi. Yuko wapi? Na ndugu wa huyo bibi pia wako wapi? Kitu chengine ni huyo Mtimbwa ambaye ndilo jina letu la ukoo. Huyo Mtimbwa ni nani na yuko wapi? Lazima niyafahamu haya mambo kwa faida ya vizazi vyangu. Endelea kusikiliza Haramu. Wazo lile lilinipa nguvu. Nilinyanyuka haraka na kurejea nyumbani. Lazima mama anieleze zaidi kuhusu ndugu zake yeye mwenyewe. Sitaulizia habari za baba yangu au ndugu zake. Inawezekana mama hataki kuzungumzia baba yangu kabisa. Labda hataki nimjue. Labda baba alimfanyia kitu kibaya sana kiasi cha kutotaka kabisa kumsikia tena. Lakini kama ni kitu kibaya, si hicho ni chao wao wenyewe. Kwa nini mie nilipiziwe kisasi chao? Lakini kwa hakika mama hatajali mimi kuwajua ndugu zake. Nilipotaja tu, mama alibadilika. Aligeuka na kuwa mkali kama mbogo. Alinikumbusha kuwa hataki kusumbuliwa. Acha kuniulizia mambo ambayo hayatakusaidia kwa lolote. Kwanza, una bahati sana kama lilivyo jina lako. Wenzako wengi wanatupwa majalalani. Hujasikia watoto waliotupwa na kuokotwa kwenye mifuko? Wao wala hawajui mama zao wala nani. Sembuse wewe una mama. Haya nipishe, alifoka. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilijiondokea na huzuni zangu. Sikuwa nimepata nilichokitegemea. Ingawa hivyo, mama amenikumbusha hadithi za watoto wanaokotwa kwenye majalala au vyooni. Wazazi wao huwatupa, watu wema huwaokota na kuwapeleka kwenye vituo vya watoto yatima. Wale watoto hawana baba wala mama, wanakuwa hawana hata ndugu mmoja. Nilijiona kuwa na bahati kama mama alivyosema. Walau mimi nilikuwa na ndugu mmoja, mama yangu. Labda kuna kitu kibaya kuhusu ndugu zangu ambacho mama anataka nisikipate mimi. Labda ananiepusha na shari. Labda pia ni kweli kuwa hata nikiwajua haitasaidia chochote. Lakini kwani tunafahamu ndugu zetu kwa ajili ya kusaidiwa tu? Kwani ndugu hawana faida nyingine? Niliwaza na kuwazua, lakini sikufika popote. Kuanzia siku ile, mama kwangu alikuwa kila kitu. Kama nilitaka kucheza na binamu zangu au ndugu zangu wengine, nilienda kwa mama. Kama nilitaka kupata hadithi za bibi yangu, nilikwenda kwa mama. Tena hili la hadithi ndio lilosumbua sana. Mama hakuwa na muda wa kunisimulia hadithi. Yeye alikuwa na shughuli zake tu. Hakuwa na muda mwingi wa kuongea nami. Kila hadithi niliyosikia ilitoka kwa marafiki zangu niliocheza nao. Siku zote sikuwa na hadithi yangu mwenyewe ya kuwasimulia. Unaweza kuhisi kuwa kwa vile mama alikuwa kila kitu kwangu, basi tulikuwa karibu sana. Hapana, hilo halikuwa. Tulikutana na kuongea mara chache sana kwa siku. Mama siku zote alikuwa na shughuli nyingi za kufanya. Hakutaka usumbufu hata kidogo. Alishanieleza mara nyingi tu
kuwa akiwa kazini hataki niwepo nyumbani. Alinipa ratiba ambayo alihakikisha naitii kamilifu. Alinieleza saa ya chakula cha mchana. Baada ya kula niliosha vyombo, nikaviacha chanjani vikauke. Nilitakiwa nisiwepo nyumbani mpaka jioni. Nilirudi kwenye saa 1 jioni, nikaoga na kutayarisha chakula pamoja naye. Huo ndio uliokuwa muda wangu pekee wa kuongea naye chochote. Lakini hii ilikuwa kama yu katika hali ya kutaka kuongea. Baada ya kula niliroweka vyombo tayari kwa kuoshwa asubuhi. Kisha nilitakiwa kulala. Kulikuwa hakuna muda zaidi wa kupoteza. Watoto wanatakiwa kulala kwa muda mrefu ili wakuwe vizuri. Unavyolala zaidi ndivyo unavyokuwa haraka. Kila mara nilieleza akinihimiza kuwahi kulala. Baada ya dakika chache nami nilikuwa nimelala usingizi mzito. Ninapoamka tayari kumeshakucha. Nilimsalimu mama na kutoa vyombo vya usiku na kuviosha. Niliviacha chanjani vikakauka, nikaondoka. Niliwatafuta marafiki zangu na kuanza kucheza. Mwaka mzima michezo ilikuja na kuondoka mithili ya siku zipitavyo. Sijui ilitoka wapi, ila muhimu ni kuwa ulikuta wenzako wakicheza mchezo mpya. Ulikaa kidogo ukajifunza na kisha uliingia na kucheza. Baada ya kuelewa uzuri zaidi, umahiri wako ungeonekana. Siku zote hakuna mtoto aliyewaza kuikosa michezo yetu mingi. Mara nilianza kuona mabadiliko miongoni mwa marafiki zangu. Mwanzoni nilidhani ni hisia zangu mwenyewe. Ukiwa na nuksi kama mimi, unakuwa makini kusoma hisia za watu. Wasiwasi wangu haukuchukua muda kujitokeza. Nilianza kuona dalili za chuki na woga kwenye macho ya marafiki zangu. Kulikoni? Nimefanya nini? Nilizidi kuwa na wasiwasi. Marafiki zangu nao wanashindwa kunieleza chuki yao ilikuwa ni ya nini, ila walianza kunikwepa na kunitenga. Hatimaye Morris alivunja mzizi wa fitna. Morris alikuwa tofauti kidogo na sisi wengine wote. Baba yake alikuwa mwenyekiti wa mtaa ya Uswahilini tulipokuwa tukiishi. Baba yake pia alikuwa na duka kubwa kuliko yote huku Uswahilini. Alikuwa mtu tajiri kuliko wote. Aliishi kwenye nyumba pekee iliyokuwa imejengwa kwa matofali ya kuchoma na kuwezekwa kwa vigae. Ilikuwa ni nyumba pekee ya kisasa. Morris alikuwa mmiliki wa mpira tuliokuwa tukicheza, aliokuwa amenunuliwa na baba yake. Kwa hiyo Morris alikuwa na uwezo wa chochote. Ilikuwa ni lazima tumsikilize ili tuweze kucheza mpira wake. Hili lilimfanya awe kichwa ngumu na mtoa amri. Hatuchezi na watoto wasio na baba. Tumeelezwa tukicheza na watoto wasio na baba, laana yao itahamia kwetu na sisi baba zetu watakufa. Mpaka utueleze baba yako yuko wapi, sisi hatuchezi na wewe tena, alisema akiwa ameshikilia mpira wake mkononi. Hili liliniuma sana. Nilikimbia moja kwa moja nyumbani kumueleza na kumuuliza mama kuhusu alichokisema Morris. Nilitaka nikamueleze Morris kuwa alikuwa muongo. Nilitaka nikamshushue Morris kuwa nami na baba yangu, ila tu hatuishi naye kwa sababu moja au nyingine. Nilipofika nyumbani nilifungua mlango. Ulikuwa umefungwa. Niligonga, nikamwita mama bila mafanikio. Nilijaribu kufungua kwa nguvu lakini nikashindwa. Mlango ulionekana kufungwa kwa ndani. Kulikuwa hakuna kufuli tuliozoea kufunga kwa nje kama wote hatupo ndani. Nilihisi mama alikuwa ndani. Alikuwa aidha hanisikii au hajali. Nikiwa nimevunjika moyo, niliondoka taratibu. Nilianza kutembea kwenye vichochoro vya Uswahilini. Uswahilini tuishiko kulikuwa na nyumba nyingi sana. Zote zilikuwa karibu na zilikuwa zimejengwa kwa udongo na kuwezekwa kwa makuti au madebe au mabati ya mapipa. Nyingine zilikuwa zimejengwa kwa mabati ya mapipa kuanzia chini mpaka juu. Nyingine nyingi zilikuwa zimejengwa kwa makuti matupu. Kuta na paa zilikuwa za makuti. Nyumba kubwa na pekee ya kisasa ilikuwa ile ya baba Morris kama alivyojulikana. Hakukuwa na mtaa hata mmoja Swahilini. Kulikuwa na vichochoro tu. Haikuwa ajabu kupita kwenye kiwanja cha mtu. Mara zote mpitaji alitakiwa kuwa makini.
Wakati wowote maji machafu yaliyotumika kuoshea vyombo au kupiga deki yalirushwa toka kwenye nyumba. Msikilizaji, usikose kusikiliza Haramu. Ulikuwa nami Uncle Bello.